Mungu ametupa viungo hivi viwili, moyo na mdomo. Vina uwezo mkubwa sana kutengeneza mambo ambayo hayakuwepo yakawepo. Yale yasiyowezekana yakawezekana. Yale ambayo kabisa hata ndoto hujawahi kuzotea yakatokea. Kwa sababu tu neema ya Mungu iliyokuwa ikiumba iliweza kuweka nguvu katika ule moyo ulioamini na kile kinywa kinachojua kuongea na kukiri vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweka neno letu la msingi katika kitabu cha Warumi 10. Tukasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Lile neno kupata haki ni kutokana na kuamini. Na yale maneno unayoyasikia ukaamini ni maneno yanayotokana na fundisho la Kristo. Yale ambayo Yesu amefanyika kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Yanayo uwezo mkubwa kabisa. Unapoyakiri yale mambo yakatokea pasipo vikwazo vyovyote. Mimi ni mmoja wapo katika watu ambao wamefaidi moyo, matunda ya moyo na mdomo. Nimeafaidi kwa asilimia kubwa. Nimekuwa sitamani hata siku moja kuongea au kukosea katika kinywa changu. Kinywa changu nimekuwa na kilinda kuliko hata ninavyofikiri vitu vingine. Ninajua kabisa ninapokosea neno moja kwenye mdomo, malipo yake yanaweza kawa makubwa kiwango gani. Kwa hiyo nimekuwa mwangalifu hata ninapokutana na mtu katika salamu, hata katika hali yoyote ya mazungumzo. Nimejitahidi kuhakikisha mdomo wangu siwezi nikaukosea hata siku moja. Maana hata mtume mmoja anaitwa Yakobo alishawahi kusema, ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini madhara yake ni makubwa. Lakini pia ulimi huo unaweza ukatumiwa ukaleta mafanikio makubwa pia. Akasema ni sawasawa na usukani unaogeuza merikebu kuwa kama nini, na kupeleka ile merikebu popote unapotaka kuipeleka yule nahodha. Sasa na mimi nikaamua ulimi wangu nitaupeleka mahali popote maisha yangu nataka kwenda. Nitaendelea kusema mambo ambayo nataka niyaone. Nimegeuza maneno, nimegeuza maisha yangu kupitia maneno. Nimegeuza hatima ya watoto wangu kupitia maneno yangu. Nimegeuza hata ndoto nilizo nazo. Hata maneno mengine nimeongea juzi hapa, nikasema hata lile neno la kusema majaribu ni sehemu ya maisha, nimelikataa. Kwa sababu hilo nalo ukilikiri utayapata majaribu. Kwa sababu mdomo ndio unaumba majaribu yenyewe. Unapofundisha habari ya watu kupokea majaribu kama ni sehemu ya maisha ya imani, kwa kuchukulia mifano ya wengine waliotokea kwenye maandiko walipitia pagumu. Mimi namwangalia Yesu sasa hivi. Biblia inasema macho yangu na masikio yangu yamwangalia yeye na kumsikia masikio yangu yamsikie yeye. Hiyo ni kitabu cha Mathayo 16. Wakati wanafunzi walipopelekwa pale mlimani waliokuwa watatu, Petro, Yohana na Yakobo. Biblia inasema wakatokewa na Elia na Elisha, na Elia na Musa. Na Elia na Musa walipomtokea Yesu, wanafunzi wakawaona, alafu wakamwendea Yesu akamwambia, mwalimu, tufanye hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia. Wakiwa katika kunena, wingu uzito likawafunika. Baada ya ile wingu kushuka na kuwafunika, sauti katoka katika wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninapendezwa naye, msikieni yeye. Lile neno liliposema pale, wanafunzi wakaogopa, wakaanguka chini kifudifudi. Alafu lile wingu likaondoka, Yesu akawasogelea wanafunzi, akawaamsha, akawaambia, msiogope, inukeni, ni mimi. Basi wakainua macho yao, wasimuone Elisha, wasimuone Elia, wasimuone Musa, isipokuwa Yesu peke yake. Nikaangalia ile andiko, macho yao yakamwona Yesu, na masikio yameambiwa wamsikie yeye. Sasa kuanzia hapo najaribu kuangalia ni eneo lipi la kimaisha ninalojifunza kwa Yesu. Ninapitiaje katika maisha yake? Haleluya. Anasema jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sasa ninamwangalia Yesu, simwangalii Yesu kwa sababu amepigwa ili na mimi nipigwe, hapana. Ninamwangalia Yesu kwa sababu ya lile jina, neno Kristo lililoko ndani yake. Lile neno Kristo lililoko ndani yake ni neno lilokuja kwa ajili ya kunisaidia mimi. Yeye akipigwa mimi niponywe. Yeye akiwa maskini mimi niwe tajiri. Yeye akikataliwa mimi nikubaliwe. Ndio na ile neno tafsiri ya lile Kristo lililokuwepo pale ndani ya jina la Yesu. Kwa hiyo namwangalia Yesu aliye ni Kristo
kwamba amekuja apigwe ili mimi nipate kuponywa. Sema amen. Ateswe ili mimi nistarehe. Haleluya. Sema amen, amen. Nilishawahi kuambiaga hapa, kitendo cha sisi wa Kristo kukiona kwamba Baraba anaachiliwa na Yesu anahukumiwa, wengi walijiona ni jambo libaya. Hawakuwa na uwezo wa kutafsiri kwamba Baraba ni wewe. Walijaribu kutafsiri Baraba ni mwingine, kwa hiyo Baraba alistahili kufa na sio Yesu. Kwa tendo hilo wanakataa lile tendo la kuexchange kati ya Baraba na Yesu. Kumbe Baraba ni mimi niliyemwamini Yesu, nitoke, alafu Yesu aingie kwenye shida yangu na hukumu yangu, apigwe na kuteswa kwa sababu ya dhambi zangu. Haleluya. Sasa kama imeshatokea namna hiyo, watu wengi wamekosa tafsiri kwamba huyu yoyote aliyemwamini Yesu ndio Baraba namba moja. Yote jirani yako mwambie wewe kumbe ni Baraba. Haleluya. Baraba akaachiliwa, kitabu cha hukumu kikaondolewa jina lake. Alikuwa anaitwa Baraba ben Yuda, na Yesu alikuwa anaitwa Yeshua ben Hashem Hamashiach. Ilikafutwa jina lake pale la Baraba, likaandikwa jina la Yeshua. Haleluya. Lilipoandikwa jina la Yesu, hukumu ile iliyokuwa ya Baraba iliondoka juu ya Baraba, alafu ile hukumu yake ikaingia ndani ya Yesu. Ndio maana nasema hivi, usinifananishe kwamba lazima nipigwe sana kama Yesu alipopigwa ndio nitakuwa kwenye imani. Sio kweli. Sio kweli. Hatuna faida ya Kristo kama amepigwa na mimi nipigwe. Hatuna faida yeye kuteseka na mimi niteseke. Itakuwa hana, sio mwokozi, hana ile qualification ya kuwa mwokozi. Amekuja kunikomboa. Sema amen, amen. Na ikalazimu aingie kwenye mwili ili aweze kunifikia mimi. Na lile somo langu la mwaka jana, si la mwaka juzi, sio kama mnalisikia, mnalikumbuka, kama nilizungumza kwenye kitabu cha nabii Isaya. Haleluya. Kwenye ile sura yake ya 53 mstari wa kwanza na wa pili mpaka wa 5, Isaya anasema hivi, ni nani aliyesadiki habari tulizozileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Katika ile mstari wa kwanza na wa pili anauliza ile swali. Mstari wa pili anasema, maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mizizi katika nchi kavu. Tumeonapo hana umbo wala uzuri, hana uzuri hata tumtamani. Ndivyo ilivyoandikwa ni Isaya 53 mstari wa kwanza na wa pili. Ukisoma vizuri yale maandiko mawili ya mstari wa kwanza na wa pili, anamaanisha nani aliyesadiki, nani aliyeamini habari za Kristo. Haleluya. Nani anayeamini? Kwa sababu anayeamini lazima mkono wa Mungu ufunuliwe kwake, na mkono maana yake ni kazi Mungu alizozifanya katika Kristo Yesu kwa ajili yetu. Haleluya. Ni matendo ya Mungu aliyoyafanya kwa kunikomboa kupitia Kristo. Kwa hiyo ule mkono ukifunuliwa, ni zile kazi zimefunuliwa za ukombozi kwa yule aliyeamini. Haleluya. Mnanisikiliza tafadhali?